الترغيب في الأضحية وبيان فضلها. Targhib, kuraghibishwa katika jambo la kuchinja na kubainisha fadhila za jambo la kuchinja. عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. alichinja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kabshain. Kabsh, mbuzi na kondoo wanaingiliana na jina, na muda mwingine huwa wanatofautiana. Sawa, alichinja kama ni mbuzi wawili au ni kondoo wawili. Amlahaini wana kauli mbili wanawachuoni. Wapo walisema amlah maana yake ni mweupe, ni weupe na pia mweupe safi kabisa, kwa ni wawili ambao ni weupe wote. Na wapo walisema amlahaini ni weupe ambao umechanganya na weusi, lakini wengi wamesema ni weupe safi kabisa, lakini ipo kauli kwamba umechanganya na weusi. Aqranain, wenye pembe. Alichinja kondoo wawili weupe wenye pembe, au ni mbuzi wawili weupe wenye pembe. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. الحديث دليل على مشروعية الأضحية. دليله حديث دليل يقول شريعة الأضحية. الأضحية ما يذبح في يوم العيد، عيد الأضحى، ni kile kinachochinjwa siku ya Eid taqarruban ila Allah azza wa jalla, kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah azza wa jalla, inaitwa al-udhiyah au dhabiha. Daliluna ala mashru'iyyati al-udhiyah, hadithi ni dalili juu ya kuwekwa sheria jambo la al-udhiyah wa targhib fiha, na kuraghibishwa kupendezeshwa jambo hilo, wal hathi ala fi'liha, na kuhimizwa au mahimizo juu ya kutendwa kwake. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسباب متوم صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل شيئا على وجه الطاعة والقربة ولم يكن مختصا به كان ذلك مستحبا في حق أمتي. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapofanya kitu ala wajhi at-ta'ati wal qurba, kwa ajili ya taa na kujikaribisha, walam yakun mukhtassan bihi, na yeye hakuwa ni mwenye kuhusishwa katika hilo, si katika hususia zake, kana dhalika mustahabban fi haqqi ummati, inakuwa ni jambo hilo lenye kupendezeshwa kwa haki ya umma wake. Sawa. wal udhiya min as-sunan al-muakkadati ala khilaf aqwali al-ulama. Udhiya ni sunna iliyokokotezwa, na hapo tunasema ni wajib ala man yutiq, kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi Majmu' al-Fatawa. Yanaeleza kwamba adilla zilizokuja zafirisha al-wujub. Ama kitabu chetu kinasema wal udhiyatu min as-sunan al-muakkada. Nimesema sirefushi masala, lakini kauli ya wujub ina nguvu zaidi kwa tukirejea katika kitabu cha fiqh. Allati yanbaghi lilmuslim, ambayo inampasa sunna hii muislam alqadiri, mwenye uwezo, an yahrisu alaiha, kuifanyia pupa ibada hii, fayudhahi an nafsi, akachinja kwa ajili ya nafsi yake, wa ahli baitihi, na kwa ajili ya familia yake, wa amwatihi, na wafu, ambayo hii amwatihi kaitaja yeye hapa, yeye mwenyewe kataja hapa, alafu mbeleni akajigonga tena mbele hapa akajipinga. Sawa, akajipinga mbeleni yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Kuna naache hivyo tu, hata unapofika mbeleni utaona. Amma al-amwat, kwa mnasaba wa tuliozungumza kwamba mtoto kafanya taqarruban ila Allah azza wa jalla, basi ni faida kwa walidi. Amma inna wa dhalika, kwamba hichi kichinjo kwa ajili ya fulani, mauti ya fulani, ili jambo sasa si jambo ambalo lipo katika sheria, na mwenyewe kabainisha mbeleni kwamba halipo katika sheria. Hayo ni kauli sahihi.
fayushirikuhum fi thawabi al-udhiya, atawashirikisha hao katika malipo na thawabu ya udhiya, liyanala bidhalika adhimul ajr, ili papatikane kwa ajili hiyo malipo makubwa, imtithalan, hali ya kutekeleza biamri llahi ta'ala, amri Allah ta'ala, waqtidaan, na kujiigiza bin nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu dhaha an nafsihi wa ahli baitihi, kwa sababu yeye mtume sallallahu alayhi wasallam alijichinjia yeye na akachinja kwa ajili ya familia yake, kwa maana alitiania kile kichinjo chake yeye na familia yake. Wa amma ghairul qadiri, ama yule asiyeweza, hana uwezo wa kununua hichi kichinjwa, alladhi laysa indahu illa mu'nata ahli, akawa hana isipokuwa ni kile cha kuwalisha familia tu siku ya Eid, yani hana isipokuwa ana cha kuwalisha familia tu siku ya Eid, fa innal udhiyata la talzamuhu, kuchinja hakutamlazimu. Wa man kana alayhi daynun, na yule ambaye ana deni anadaiwa, fa innahu yuqaddimuhu ala al-udhiya, huyu atatanguliza deni juu ya udhiya, kwanza atalipa kabla ya chinja. Wa illa kuna ittifaq baina yake na yule ambaye anamdai, kwenda bwana, hii mali yako ulinikopesha wewe, uchikumai uchinji, sichinji, basi chukua hii chinja, usiku utakayopata mimi yote utanipa. Ni makubaliano baina ya watu wawili. Wa illa basi kwanza mlipe mtu. Liwujubi ibra'i dhimma, kwa kule kuwajibika kuondokana na dhimma, inda listitaa, pale unapoweza kuiondoa dhimma ya deni. Wa amma liqtiradu, ama kukopa, lishara'il udhiya, kwa ajili ya kuchinja. Mimi nataka nichinje, sina, nikaamua nikamkope sari peshi nikamchinje, sawa. Lakini fa in kana al-insanu yarju wafaa, ikiwa huyu aliyeenda kukopa anataraji kulipa, kwa maana kama lahu murattabun au nahwu, kama yule ambaye anao mshahara analipa kila mwisho wa mwezi mshahara, kwa najua mimi nikikopa leo tarehe 5, tarehe 30 nitaonana naye, na huyu anayekopesha anajua huyu anao mshahara, kwa mimi nikiona message zimeingia nampigia simu, ndugu yangu vipi deni letu, sawa, sababu huyu ni murattab. Lakini huyu mwingine anajua mimi siwezi sababu sina murattab, mimi nitoke ndio nipate, maana sina pesa ambayo naitarajia kwa muda maalum. Huyu anasema fa innahu yaqtari, huyu ambaye anategemea kwamba atalipa, fa innahu yaqtaridhu wa yudhi, yatakopa na atachinja. Wa in kana la yarju wafaa, na yule ambaye hataraji kulipa, fa innahu la yaqtaridhu, huyu asikope, lialla yashghala dhimmata bishay'in la yalzamuhu fi mithli halihi, ili asiyakashughulika dhimma yake kwa kitu ambacho hakikumlazimikia katika mfano wa hali kama hii yake, haikulazimika itiwe, lakini anao uwezo wa kulipa, alitumia tu matumizi fulani, najua nitapata murattab yangu pale, basi nakopa kwa ajili ya kuchinja, jaza dhalik, ilo limejuzu. Wa fil udhiya, na katika jambo la kuchinja hapa tunasoma haraka, lakini kuna masala mengi ambayo yatakana yazungumzwe, lakini tunasoma haraka kwa sababu ya muda na vitu vingine. Lakini katika masomo haya tunayosoma na kuendelea hapa, kuna kuhimizwa, maana tutafahamu utakuwa uchinje, sio tia rangi mpya nyumbani mwako au badilisha carpet tu uchinje, sababu kuna watu wengine uwezo wanao, lakini yeye asubiri nyama kugaiwa tu msikitini. Imam vipi, hajaja mifuko mara hii ipo, lakini haikuhusu, sababu uwezo wanao, sawa. Wala msione huruma, mtu pesa uwezo wanao, yeye ndio akununua na akagaia watu, yeye asubiri agaiwe. Falnattaqillaha azza wa jalla. Wa fil udhiya ihya'u sunnah, katika jambo la kuchinja kuna kuhuisha sunna, sunnati abina Ibrahima sallallahu alayhi wasallam, sunna ya baba yetu Ibrahim. Wa fiha at-taqarrub ila Allah ta'ala, na katika hili kuna kujikaribisha kwa Allah ta'ala, bi iraqati ad-dami, kwa kumwaga damu.
Wa fil udhiya, na katika kuchinja, tawsi'atu ala al-ahli wal fuqara yawm al-Eid, ni kuwapa wasaa familia na mafakiri siku ya Eid. Wal ihda'u, na kutoa zawadi, lidhawil qurba wal jiran, kwa wale watu wa karibu, jamaa na majirani. Wa dhabhuha afdal min as-sadaqati bi thamani, na kuchinja ndio bora kuliko kutoa thamani. Bali yatakana kuchinja, sio kutoa thamani, yatakana kuchinja. Wala khilafa fi, na wala kuna khilafu ndani yake, anna al-budna wal baqara tujzi'u an 7 yashtarikuna fiha, ngamia na ng'ombe tatosheleza watu 7 wakishirikiana, ishtiraka mulk, ushirika wa kumiliki. Kama tunatoa sisi watu 7, tunanunua ng'ombe anakuwa ni wa kwetu, afu tunamchinja siku ya Eid, au ni ngamia watu 7. Wayakunu subu, na inakuwa ule ugawanyaji wa subu, kwa sababu wakichinjwa ng'ombe ugaiwa mafungu 7. Sasa kila fungu moja katika ile 7 qaiman maqama shat, tasimama nafasi ya mbuzi mmoja. Kuna ikachinja kama kachinja peke yake, sawa. Wa amma shatu fala yajuzu al-ishtiraku fi tamlikiha bi an yashtarika al-shakhsan, ama mbuzi haijuzu kushirikiana katika kumiliki yule mbuzi kwa kushirikiana watu wawili, fa akthar au zaidi ya wawili, fi mulki al-udhiya, katika jambo la kumiliki al-udhiya. Sema huyu mbuzi wetu watu wawili tunachinja pamoja, haijuzu. Wa yudhahaya biha, na wakamchinja, hiyo itakuwa ni nyama tu ya sikukuu, basi mkala basi. Lakini faida ya udhiya na thawabu za udhiya zitakuwa hazipo. Wa amma at-tashriku fi thawabi fa huwa jaiz kama taqaddam, ama kushirikiana katika thawabu inajuzu. Mimi nachinja huyu kwa ajili yangu na mke wangu na watoto wangu na baba yangu, mama yangu, tunashirikiana katika malipo, katika thawabu, na wao waingie. Lakini sio kushirikiana katika ununuzi, mbuzi mmoja mtu mmoja. Mbuzi bei gani? 200,000 zapatikana, sababu kuna miezi 11 ya kuchanga, miezi 11 ya kuchanga ulikuwa unayo, si ndio? Usilete dharura hapa, vivu tu kuchinja. ويجوز اشتراكهما ليضحيا بها عن شخص آخر غيرهما لأنه تبرع. inajuzu kushirikiana watu wawili kuchinja mmoja kwa mtu mmoja, shakhsin akhar ghairihima. ويجوز اشتراكهما, na inajuzu kushirikiana, liyudhahaya biha, kwa ajili ya kuchinja hii udhiya, an shakhsin akhar, mtu mwingine, ghairihima, wasiokuwa hao wawili, liannahu tabarru, yani simeshikana watu wawili na mkamuingiza mtu mwingine katika malipo, sawa. Hiyo inafaa katika sheria. Wa idha kana alwaladu yaskunu fi baiti, na ikiwa mtoto anakaa nyumba yake mustaqilin, peke yake, yani anajitosheleza, hakai na wazee wake, ameoa amehama kwao, shuri'at lahu al-udhiya, sheria yeye achinje. Wa in kana yaskunu ma'a abihi fi baitin wahidin, na ikiwa anakaa nyumbani kwa babake, ameoa anakaa kwao, kafahu udhiyatu walidihi, yamtosha yeye kichinjo cha babake, kwa maana nyumba moja kichinjwa kimoja. Wakiama wote wachinje, hakuna katazo, sababu ni ibada hiyo. Lakini ikiwa anachinja mtu mmoja, je, wengine mna familia yake, yatosha kile kimoja kwa ujira ya wote. Wazauju idha kana lahu akthar min bayt, na mume akiwa na nyumba zaidi ya moja, yani ameoa mke zaidi ya mmoja, kafahu udhiyatun wahida, yamtosha kichinjo kimoja kwa nyumba zote, kama 2, 3, 4. Taasiyan bin nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hali ya kujiigiza na mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Ata ibn Yasar, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, nimuuliza Abu Ayyub al-Ansari, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, vipi ilikuwa uchinjwaji au vichinjwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam? Faqala kana ar-rajulu yudhi bishati anhu wa an ahli baiti, alikuwa mtu anachinja mbuzi
kwa ajili yake na familia yake. Fayakulun wa yut'imun, wanakula na wanalisha, hatta tubahiya an-nasu fasarat kama tara, mpaka watu wakafurahia, inakuwa kama wanavyoona. Wa idha kana al-maqsud bil udhiya huwa adh-dhabh taqarruban ila Allah, takapokuwa makusudio ya kuchinja ni kujikaribisha kwa Allah, fa innahu yanbaghi lilinsani an yuhyiya hadhihi sha'ira, yampasa mtu kuhuisha matukufu alama hii tukufu, fayadhbahu udhiyatahu fi baitihi, aichinje nyumbani kwake, sio akachinjisha huko kwa mfugaji, si atakaye kutukuza, achinje nyumbani mwake. Elewa? Mchinje mwenyewe wazee, amaelezo yake mbele hapa, kuchinja mwenyewe utachinjisha. Wa yakula minha, na ale, wa yut'im, na alishe. Qala ta'ala 'anil hadaya lilbayt alharam, na amesema Allah azza wa jalla juu ya alhadaya, alhadyu, vichinja vya hadiyu hili. Fakulu minha, kuleni kutokana na hivyo, wa at'imu, na walisheni alba'is alfaqir, wale wenye shida. والمراد به البائس الفقير شديد الحاجة, wenye haja kubwa sana, almu'dimu min almali, ambaye hamiliki mali. Waman arada naf'a albilad alfaqira, na anataka kunufaisha miji inayohitajio, fa inna abwab alkhair kathira, milango ya khairi mingi. Akaamua tu kwenye kijiji fulani Pemba huko, kwenda kijiji gani, kwenda kujiji au kijiji Konde, akapeleka huko Konde, si Pemba naye, akapeleka huko ng'ombe, sema chinjeni huko tabarru'an. Sawa, wote katakufu, sababu hali za wenzetu kule ni ngumu. Sawa, milango ya khairi ipo wazi, peleka tu jambo, kutoa milioni 30 20 kwa ajili hiyo sio jambo zito kiomani. Allah tuhifadhi, asitupe nyingi sana tukamkufuru. Kitikeni nami kama nataka nyingi. Allahumma rahmataka narju, Allah rahma zako tuzitaraji. Fala takilna ila anfusina, usituachie kwa nafsi zetu tarfat ain, hata upepesi wa jicho. Wa aslih lana sha'nana kulla, na tutengeneze mambo yetu yote. La ilaha illa ant, pana mola pasipoabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Waghfir lahumma lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin. Dhikru shay'in min ahkami al-udhiyah, kutajwa sehemu katika hukumu za al-udhiyah. An Jabir radhiyallahu anhu qala, amepokea Jabir radhiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema Rasul sallallahu alayhi wasallam, la tadhbahu illa musinnata, usichinje isipokuwa musinna. Illa an yasura alaykum, isipokuwa patakapoingia uzito kwenu. Fatadhbahu jadha'atan min adh-dha'ni, chinjeni jadha'a katika kondoo. Akhrajahu Muslim, amesimulia hadithi al-Imam Muslim. Naam, alhadithu, hadithi hii dalilun ala anna sharta sihhati al-udhiya, kwamba sharti la kusihi udhiya, an tablugha, kufika huyo kichinjwa, as-sinna al-mu'tabarata shar'a, umri wenye kuzingatiwa na sheria. Ni qawlihi, wa qawli yake Rasul alayhi salatu wassalam, la tadhbahu illa musinnata. Walmusinnatu bidhammi almim mu wa kasri sin, almusinna ba'daha nunun mushaddada, baada ya hiyo sin kuna nun yenye shadda. Hiya athaniya, anakusudiwa mnyama huyo ni athaniya. Athaniya ni nini? Allati balaghat sinnan muayyana, alifikia umri ulioainishwa, atataja hapa biidhnillah tabaraka wa taala. Waljadha'a ma dunaha, na jadha'a ni mnyama aliye chini ya thaniya.
akasema fathaniyu, neno thaniyu min al-ibli, kuna thaniyu katika ibli, yani umri uliozingatiwa katika ngamia. Atamma lahu 5 sinin, aliyetimia miaka 5. Miaka 5, huyo ndio thania katika ibli. Kwa ngamia anaanza kuchinjwa kuanzia miaka 5. Wa min al-baqari, na katika ng'ombe, ma tamma lahu sanatan, aliyetimia miaka 2. Kwa kisoma hivyo miaka 2 aliyetimia, manake anaanza miaka 3. Sawa? Sababu ukisema mwenye miaka 2 akilizaliwa mwaka huu, kiingia mwakani tayari miaka 2 ishaingia, lakini mpaka itimie, kwa maana kashaingia watatu, sasa anaanza watatu. Kadhalika ngamia miaka 5 kishakamilisha, anaanza wa 6. Huyo ndo anazingatiwa na sheria. Sio na miaka 4 na miezi 5, sababu tayari miaka 5, sababu ishaingia 5 tayari kwa sheria. Sawa? Sababu kiingia 4 na mwezi mmoja na siku moja ishaingia 5 tayari. Kwa mwanzoni mwa 5 kinachozingatiwa, kishamaliza 5 anaanza wa 6. Kishamaliza 2 anaanza wa 3. Nifahamika? Tutakaposoma zaka inshallah tutaelewa biidhnillah, ama mlango unaofuatia katika manhajus salikin. Kwa hiyo ng'ombe ni miaka 2 ndio anaanza kuchinjwa, miaka 2 kwenda mbele. Wa min al-ghanami ma tamma lahu sana, na katika mbuzi alitimia mwaka 1. Wala tasihhu at-tadhiya bima duna ath-thani min al-ibli wal-baqari wal-ma'z, haisihi uchinjaji aliye chini ya thani, ambao katika thani ya ngamia chini ya miaka 5 haifai, kadhalika ng'ombe, kadhalika mbuzi. Wayustathna min al-ghanami ad-da'ni, sababu al-ghanam ni kundi linalojumuisha kondoo na mbuzi. Wayustathna min al-ghanami ad-da'ni, na panavuliwa katika kondoo, fatajuzu tadhhiyatu, itajuzu uchinjwaji bihi idha kana jadha'a, ambaye ni chini ya mwaka. Wa huwa ma tamma lahu 6 ashhur, aliyetimia miezi 6. Jazakallahu khair, miezi 6 anaelekea mwezi wa 7. Wa dhahirul hadith, anasema dhahiri hadithi kiangalia, annahu la yujzi'u al-jadha'u min ad-da'n illa 'inda ta'assuri al-musinna. Hadithi kiangalia dhahiri yake haijuzu kuchinja jadha, yani kondoo miezi 6, isipokuwa panapoingia uzito wa kumpata al-musinna, imma bifaqdiha, ima kwa kukosekana katika mji, au ila ajazi an thamaniha, au hujamweza gharama yake. Sawa, imekushinda gharama yake. Lakini hamalahu al-jumhur ala al-istihbab, lakini jumhuri ya wanawachuoni wakasema yapendezeshwa pia, yani pia hata kama yupo mbuzi wa mwaka 1 yupo, yafaa pia kuchinja kondoo miezi 6. Faqalu tujzi'ul jadha'atu min ad-da'ni walau ma'a wujudi thaniya, hata kama thaniya atakuwepo, biadillati ukhra, kwa dalili nyingine, tadullu bijumu'iha, sadiulisha kwa ujumla zikusanya pamoja, ala jawazi tadhiyati bil jadha', katika jambo la kujuzu kuchinja kajadha. Ukitaka maelezo zaidi rejea kitabu Ahkamul Udhiya wa Zakat li Sheikh Muhammad Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, kitabu adhim, kitabu kizuri sana, kazungumza mambo mazuri mengi sana. Na hii kauli ya Sheikh Ibn Taymiyyah unaikuta kwenye kitabu cha Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, kuhusu kama ni wajibu au si wajibu. Allah mifadhi na Allah mrehemu, amjalie katika mizani zake Sheikh Ibn Uthaymeen, kila anapoingia anakuta labda katika uchawi ndio Allah mfana Allah msamaha, lakini wote wastahiki Sheikh Ibn Uthaymeen yumo. Asimpenda Sheikh Ibn Uthaymeen, huyo ni mjinga kabisa. Naam. فإذا عينها ترتب عليها الأحكام الآتية, atakapokusha muainisha udhiya wake kama huyu ndo udhiya wangu, mara hii na chinja huyu hapa, yatapatikana mambo yafuatayo katika hukumu, yani hukumu zifuatazo zitakuja baada ya kusha kumuainisha huyu hapa. Ima ni mfugaji hajanunua, sawa, akasema mara hii na chinja yule pale. Ima kanunua kamweka nyumbani kwake, ndio huyu mchinja changu mara hii.
yafuatayo yatakana yachunge baada ya kusha kumwainisha. La yajuzu bai'uha, haijuzu tena kumuuza huyo. Ukishamwainisha huyo unamchinja mara hii. Wa idha ishtara al-insanu al-udhiyata ayyanaha imma bil-lafdhi, atakaponunua mtu udhiya wake atamwainisha imma kwa tamko, ka qawlihi hadhihi udhiya, hii ni udhiya, au bidhabhiha, au kwa kule kumchinja kwake yawm al-eid bi niyyati al-udhiya, kwa nia ya udhiya, walau lam yatalaffaz bidhalika qabla adh-dhabh, hata kama hakutamka kabla ya kuchinja. Wa amma ash-shara'u bi niyyati al-udhiya min duni ta'yin, ama kununua kwa nia ya udhiya lakini pasina kuainisha, fa huwa mawdi'u khilaf baina al-ulama. Lakini kauli ambayo sahihi, nia ile ambayo imenunulia basi dunia yake, innamal a'malu binniyat bas, kama hakuna tena kuzongana maelezo. Ukishamwainisha huyu hapa, kitakikana kitu gani? Annahu la yajuzu bai'uha, huyu hafai tena kuuzwa hata kama amekuja mtu kwa gharama ya juu kabisa. Ikiwa ushamwainisha huyu hafai tena kuuzwa. Wala hibatuha, wala kumgawa, na zawadi yako itakuwa ni hiya. Wala ibdaluha, wala kumbadilisha illa bi khairin minha, isipokuwa kwa aliye bora zaidi ya huyo. Sawa, kwa aliye bora zaidi ya huyo. Wa idha mata man ayyanaha, ikiwa atakufa yule aliyemuainisha, dhubihat an, patachinjwa. Wa idha mata man ayyana, akifa yule aliyeainisha, yani yule mwenye kichinjwa chake, huyo mtu ndo kafa yeye sasa, nielewa. Dhubihat an, patachinjwa kwa sababu kwa ajili yake yeye. Waqama warathatuhu maqamahu, na watasimama warithi wake nafasi yake, fil akli was sadaqati wal hadiya, na watasimama nafasi ya kula sadaka na kutoa. Idha hasala laha aibun yamna'u al-ijza, ikiwa tapatikana kwa huyo kichinjwa aibu ambayo inazuia kutosheleza kuchinjwa, kama ambavyo mbele zitatajwa aibu hizo. Ka'arajin bayyin, kama ulemavu lobainika, yani uwete. Fa in kana bitafritin minhu, ikiwa anapatikana hicho kichinjwa bitafritin minhu, kwa uharaka, lazimahu ibdaluha bisalima, talazimika badilishwa kwa salama. Wa in kana biduni tafritin, ikiwa hatopatikana kwa haraka, minhu dhabaha wa ajza'at, huyo atatosheleza. Idha da'at au suriqat, ikiwa amepotea au ameibiwa, mfunga mbuzi wako hapa humuoni, kisema tayari vijana washapita naye. Fa in kana bitafritin minhu lazimahu badaluha, ikiwa anapatikana kwa haraka tanunua mwingine. Wa illam yakun bitafritin minhu fala shay'a alayhi, itakuwa tayari anapata ujira kwa nia yake, wala hatapata madhambi. Wa mata wajadaha dhabaha, na pale atakapompata atamchinja. Wala ufata waqta adh-dhabhi, atakama amekosa wakati wa kuchinja. Wa amila biha kama ya'malu law dhubihat ayyam an-nahar, na atafanya kama anavyofanya ikiwa masiku ya kuchinja, kwa maana atagawa kama anavyogawiwa. La yajuzu bai'u shay'in minha, haijuzu kuuza chochote katika kile kichinjwa, yani ngozi ile haiuzwi, sijui miguu haiuzwi, sawa, pembe haziuzwi, kinyume na asiyekuwa al-udhiya. Kama umechinja tu mwenyewe bi'it'ami, bas uweza kuuza ngozi kwa kutengeza viatu au kwa kutengeza mikoba, lakini si kwa kupiga dufu, sawa, sababu katika muawanatu al-bid'ah. ولا أن يعطى الجزار شيئا منها عوضا من أجرته, ولا asipewe yule mchinjaji aljazar shay'an minha iwadan an ujrati, kama asipewe mchinjaji sehemu kama ni ujira wake, hakuna ujira, hiyo ni sadaka tukapewa. Kwa ufupi, mchinjaji hana ujira katika udhiya, yani halipi, hiyo ni zawadi tu mtoto mwenyewe, lakini halipi mchinjaji wa al-udhiya, sawa. Amma ma uhdiya ilayhi, ama atakayepewa zawadi au tusaddiqa bi, akapewa sadaqa alayhi min lahmin al-udhiya, kwa yule aliyepewa, yani mimi nimechinja nikampa huyo,
amma ma udiya ilayki takachotolewa ni mimi au tusaddiqa bihi au nimetoa sadaqa min lahmi al-udhiya, katika ile nyama ya udhiya, falahu tasarrufu fihi bima sha, huyo aliyepewa anaweza kutumia atakavyo, min ihdai au bei, akiamua kuigawa au kuuza ni yake yeye. Mimi tu siruhusiwi kuuza, ndiye chinja. Huyo aliyepewa ana uhuru wake yeye mwenyewe, li'annahu malakahu milkan tamma, sababu amemiliki umiliki uliotimia. Lakin la yabi'uhu ala man ahda, lakini asitakamuuzia yule aliyempa, au tasaddaqa bi, akamrejeshia mwenyewe sadaqa yake. Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kulli, Allah tunakuomba khairi zote, ma alimna minhu ma lam na'lam, tuzijuazo na tusizozijua. Wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi, na tunajikinga kwako na shari zote, ma alimna minhu ma lam na'lam, tuzijuazo na tusizozijua. Wajnubna munkarati al-akhlaq, na utuepushe na tabia mabaya, wal a'mala wal ahwa, na matendo na utamanio, matendo mabaya na matamanio. Waghfir lahumma lana wa liwalidina wa jami'il muslimin. Mtume sallallahu alimwambia al-Ashaj Abdul Qais, alimwambia inna fika khullatayn yuhibbuhum Allah azza wa jalla, al-hilma wal ana. Bia Ashaj, Allah azza wa jalla anapenda kwa wewe tabia mbili. Kwanza al-hilm, al-hilm ni kufanya mambo kwa akili, wal ana, na pole kidogo kidogo, biduni al-ajala, asina haraka. Sasa kila kijitahidi ulimi unakataa, sababu na haraka pia ni mazoea. Pengine kuna abu fulani huyo anaweza kwenda siku kimesi tutanisame, kwa vile na siku nyingi hapa Aisha sindio zangu mwenyewe zangu mwenyewe. Ijumaa nimesema mwisho, Jumamosi pia ni kwangu. Kwa tutaangalia tutakapofika inshallah, kana kuna haja kuongeza tutaongeza, sababu jambo ni muhimu zaidi. Lakini kile ambacho nimekidhamiria nimekamilisha. Sasa nataka tuingie katika masiku 10, tushajua tunakwenda katika masiku gani. Kama jambo la kuchinja halipo siku ya kwanza na siku ya pili, tunakwenda nalo, tutaliwahi biidhnillah ikiwa hajatokezea arif. Kadhalika jambo Arafa lipo limezungumzwa, halipo leo wala kesho, sawa. Kadhalika jambo la Eid, kadhalika jambo la Muharram. Kwa biidhnillah tabaraka wa taala tutasibu kile ambacho tumekidhamiria. Tunaomba Allah azza wa jalla kuthibitishe katika usawa na atupe pesi katika kila lenye nzito. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Naam.